Leo tarehe 5 Juni 2025 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocates Tanzania imefanya kikao cha tathmini ya kazi za watu wa kuaminika cha robo ya pili, kilichoambatana na mafunzo ya siku 3 kwa watu wa kuaminika wapya 17 waliotuma maombi ya kuhudumu nafasi hii, kisha kufanyiwa usaili pamoja na kupata mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo kiutendaji kwa mujibu wa taratibu, miongozo na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 iliyofanywa marekebisho mwaka 2019. Swala zima la malezi sio la siku moja, si ndio? Ni mchakato, kwa maana kwamba usitegemee leo kesho mtoto abadilike tabia. Ni mchakato. Kwa unapoendelea kukaa naye, unapompa utulivu, unapomwonyesha mipaka yake, unapomwonyesha upendo, unapomwonyesha kukubalika kwenye familia, na yeye inafika hatua anaona kwamba ni miongoni mwa ile familia. Mtoto ukishakuwa naye toka yuko mdogo, akiwa mwenye ulemavu, kuna zile sana anazozifanya, unajua kabisa hapa ana kitu gani? Hapa hataki hiki, anafuta jina ataka mpaka anajipiga mwingine, lakini anakuwa zile vitu vyake vinafanyaje? Vimepuuzwa, anaona sikilizwi. Lakini yake kuendelezwa, kupata elimu, sio afungie ndani. Kuna shule zao ambazo zinapata kufanyaje? Kupelekwa kwa ile shule, kucheza, kupata habari kama hivyo nasema hapa alikuwa mtoto wake nje acheze na wenzie. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kikao hiki maalum kimewaleta pamoja watu wa kuaminika wa awali na wapya kwa lengo la kujadili tathmini ya mafanikio na changamoto katika kazi ili kutoa huduma bora za watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi pindi wanapowafikia kwa ajili ya malezi. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akielezea kwa undani malengo ya kikao hiki, afisa ustawi wa jamii na mratibu wa watu wa kuaminika Manispaa ya Kinondoni Bi Fatuma Juma alikuwa na haya kusema. Tulikuwa na mafunzo kwa kushirikiana na Global Child Advocate, mafunzo siku 3 kwa watu wa kuaminika 17, kuongezea zile kata ambazo hazikuwa na watu wa kuaminika. Lakini kama tunavyojua, mtu wa kuaminika ni mtu ambaye mwenye maadili, ni mtu mzima, mwenye akili timamu, lakini pia huyo mtu anatakiwa awe na uwezo. Sio uwezo uliokuwa mkubwa, ni wa kawaida wa kumpa mtoto yale mahitaji yake ya msingi, malazi, chakula na mavazi. Lakini pia athibitishwe na afisa ustawi wa jamii. Kwa hiyo hawa watu wa kuaminika 17 wamepata mafunzo katika mada zote 12: ulinzi na usalama wa mtoto, dhana mbalimbali za mtu wa kuaminika, marekebisho ya tabia, wadau watakaoshirikiana nao, watapata watoto wenye ulemavu, ni jinsi gani wataweza kuishi pia na watoto wao wenye ulemavu, lakini watapata pia watoto waliokinzana na sheria, wataishi nao vipi na wataweza kuwabadilisha vipi na wataweza kuwalinda vipi ili tupate taifa lilokuwa zuri la kesho. Na kwa upande wao watu wa kuaminika waliojiunga na huduma hii ya malezi hivi karibuni wamefurahia mafunzo na kuelezea matarajio yao katika malezi. Nimeamua kuwa fit person kwa sababu nimewiwa na changamoto ambazo wanazipata watoto ambao wako mtaani, ambao ni mayatima. Kwa sababu mimi ni mzazi, nimeshazaa, nimeshalea familia. Kwa hiyo kwa sasa nikajiona niko huru, niko mimi na mume wangu na watoto wachache. Nikaona kwa nini wale watoto ambao wanapata matatizo mtaani nisishirikiane na maafisa ustawi kukaa nao na kuweza kuwabadilisha kutoka kwenye tabia mbaya kuja kwenye tabia nzuri, kutoka kwenye matatizo kuwaweka katika mikononi kwenye ulinzi salama. Na leo ninafurahi kuunganika na watu wa kuaminika wapya ambao wamepata mafunzo kwa awamu hii ili tuweze kushare kwa pamoja kile ambacho kinahusiana na kazi ambayo tunaifanya. Nataka tu nihakikishie jamii kwamba mtoto ambaye amekinzana na sheria, yamkini jamii ilishamkataa, lakini akipatwa akawekwa vizuri na watu wa ustawi wa jamii na akaelekezwa, anabadilika. Sababu nilishuhudia watoto ambao walikuwa mahabusu, vijana miaka 17 walishakaa zaidi ya mwaka au zaidi ya miaka kule kwenye mahabusu, kwanza ya wakubwa baadaye ya watoto, lakini wakabadilika, nikaja kuishi nao na nikawa na share nao maisha, wanakuelezea maisha ya gerezani na wao wanaelezea maisha ya jamii, kwa wanaendelea kuongezea ufahamu kwa kile ambacho walikipata. Ninakiri kwamba wakisaidiwa wanabadilika. Mafunzo haya ninaamini yaenda kunisaidia namna ambavyo ninaenda kuwasaidia watoto ambao wamekutana na changamoto mbalimbali zikiwepo za ukatili wa kijinsia, zikiwepo kukinzana na sheria,
na hivi vinaenda kuniongoza ili niweze kuwatunza, kuwapenda na kuwasaidia ili waweze kuwa watu wenye kuaminiwa kwenye jamii, lakini niweze kuwarudishia tumaini lao na kuweza kufanikisha ndoto zao. Na haya yote yanawezekana kuyafanya kutokana na vile ambavyo jamii tayari ilishawaona watoto ambao aidha wamekinzana na sheria au wamepitia vitendo vya ukatili hawastahili tena kwenye jamii. Lakini kupitia sisi watu wa kuaminika ambao tumepata mafunzo, tunaenda kuwasaidia watoto hawa waweze kuimarika na waweze kusimama. Lakini zaidi, mada ambayo imenivutia zaidi ni mada ya malezi na makuzi. Hii ni mada muhimu sana ambayo pamoja na kuipata sisi watu wa kuaminika, inafaa jamii kwa ujumla iweze kuipata, kwa sababu eneo hili ndio hasa eneo ambalo linawapoteza watoto, kwa sababu bado jamii haijaelewa ile misingi mikuu ya mtoto jinsi anavyokuwa kuanzia umri wa miaka 0 mpaka kuja hapa kwenye miaka 2, na kutoka kwenye miaka 2 kuja kwenye miaka 4, na hata aweze kufikia miaka 8, kwamba ule ndo mahali mtoto anapojengwa ili aweze kuwa mtu bora kwenye jamii, aweze kuimarika, kufahamu malengo yake na mipango yake ya baadaye, kwa sababu ukishamwandaa pale anaweza kujua kipi nikifanye wakati gani na kipi niende nacho vipi. DISM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.